Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa azitaka halmashauri zote nchini kuweka vituo vya kuchakata na kutenganisha taka. Na katika habari za kimataifa, Bill Gates atangaza kuipatia Afrika dola bilioni 200. Na kwa upande wa michezo, Yanga yapigia hesabu Tanzania Prisons kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Hujambo mtazamaji na karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezitaka halmashauri zote nchini kuweka vituo vya kuchakata na kutenganisha taka ili kupunguza zinazokwenda jalalani au kusambaa ovyo katika makazi ya watu. Naungana na Fredi Cheti kwa undani wa taarifa hii. Ni katika jukwaa la vijana na mazingira lililofanyika katika ukumbi wa maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku mazingira duniani ambayo hufanyika kila ifikapo Juni 5 ya kila mwaka, ambapo kitaifa yanafanyika jijini Dodoma. Waziri Mkuu ametoa maagizo hayo leo Jumanne Juni 3 ya mwaka 2025, ambapo amesema kuwa jamii na sekta binafsi ziwekewe mifumo ya urejezaji wa taka zinazotokana na shughuli za viwanda ili kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa haziishi kuharibu mazingira. Naomba nitoe maelekezo kwa taasisi zifuatazo na kila mmoja atakayeguswa na maelekezo haya aweze kuyafanyia kazi. Moja, halmashauri zote nchini zihakikishe kwamba zinaweka vituo vya kuchakata na kutenganisha taka ili kuhakikisha kwamba taka zote zinazozalishwa zinashughulikiwa kwa njia salama na endelevu, huku zipunguza mzigo wa taka unaokwenda majalalani au kusambaa hovyo katika makazi yetu ya watu kwenye miji ikianzia kwenda mpaka vijijini. Mbili, tena kwa halmashauri zote nchini zishirikiane na ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira kuandaa mipango ya kuwezesha jamii na vijana kushiriki kwenye biashara ya carbon. Kwa upande wake, naibu waziri ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza Hamis, amesema serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais na Mazingira imeweka jitihada kubwa za utunzaji wa mazingira, ambapo imeelekeza kila halmashauri kupanda miti isiyopungua milioni 1.5 kila mwaka. Serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais
imeweka jitihada nyingi katika masuala ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira ili kwa pamoja kuanzisha kampeni ya upandaji miti ambapo imeelekezwa nchi nzima kwa kila halmashauri kupanda miti isiyopungua milioni 1.5 kila mwaka. Aidha, ofisi ya makamu wa rais imeendelea kuelimisha ama kuibua fursa zitokanazo na masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira kama vile biashara ya kaboni, urejeshaji wa taka. Sambamba na hilo, ofisi imekuwa ikiandaa kanuni, mikakati na miongozo mbalimbali ya usimamizi wa mazingira, mfano mwongozo wa 3R, kwa maana kwamba punguza, tumia tena na rejeleza, wenye lengo la kuimarisha na kusimamia taka nchini. Akitoa taarifa kwenye banda la ofisi ya makamu wa rais, mratibu wa mradi wa urejeshwaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya BNY unaoratibiwa na ofisi hiyo, Dr. Damas Mapunda, anasema unawezesha wananchi kufanya shughuli zisizoharibu mazingira. Kwenye mikoa 5 za nyanda za juu kusini na unatekelezwa kwenye halmashauri 7 za nyanda za kuanzia Iringa, Wanging'ombe, Mbeya, Mbarali, Sumbawanga, Mpimbwe na Tanganyika. Sasa katika utekelezaji wa mradi huu una shughuli mbalimbali zinazotekelezwa. Moja ya shughuli ambayo inafanyika ni kuwawezesha wajasiriamali wa mazingira. Niwapongeze sana ofisi ya makamu wa rais chini ya mwenye wizara yake Dr. Philip Isidori Mpango kwa maandalizi ya wiki hii ya siku ya mazingira. Wiki hii nzima najua mko hapa, maandalizi ni mazuri, mmeanza kazi vizuri na tunaona watu wamehamasika, wanapita kuona. Natambua kabisa jitihada kubwa imefanyika chini ya mwongozo wa Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango kuhusu mazingira ndani ya taifa letu, na hii ikiwa ni kuwashajihisha wananchi wetu, moja, tujue thamani ya mazingira yetu yanayotuzunguka kwa maisha yetu ya leo, kesho na kesho kutwa. Wanasema sisi tulikuta mazingira mazuri, basi na sisi tuyatunze ili tuwarithishe watoto wetu. Serikali imeendelea kulinda mazingira kwa kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo zaidi ya taasisi 762 zimekwisha anza kutumia nishati mbadala, malengo ikiwa ni kufikia 80% ya Watanzania kutumia nishati safi ya kufikia ifikapo mwaka 2034. Kutoka Dodoma, Fredi Cheti, Sky TV. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule leo Juni 3 amepokea mitungi 100 ya gesi inayolenga kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwa Watanzania pamoja na wanawake. Kutoka Dodoma, Virginia Paul anatuelezea zaidi. Matumizi ya gesi yamekuwa kutoka 6% hadi 16% kwa kipindi cha mwaka mmoja, na ajenda moja ambayo inahamasishwa kwa wananchi na Watanzania ni matumizi ya nishati safi. Ni ajenda moja mahususi ambayo pia tumeiweka ni kuhakikisha tunaongea na kuhamasisha juu ya matumizi ya nishati safi ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameiasisi katika nchi yetu ya Tanzania, lakini amepewa kuwa champion wa Afrika. Sasa nishukuru Puma Gas kwa sababu mmeifanya ajenda hiyo sasa imepata nguvu kubwa siku ya leo, kwa sababu pamoja na kuelezea, pamoja na kushawishi, pamoja na kuhamasisha juu ya nishati safi, lakini pia tutagawa mitungi ya gesi kwa staili ambayo tutakubaliana kila mkuu wa wilaya na wilaya yake. Kwa hiyo Puma Gas mmekuwa na mchango mkubwa sana siku ya leo, mchango usio mdogo. Mmeifanya siku hii imeongeza hadhi yake. Maana nikimuuliza tu mwananchi, hapa kwenu kuna miradi mingapi? Akijibu naambia chukua gesi. Tayari na hamasisha wengine kujua faida ya nishati safi. Puma Gas oye! Oye! Niwashukuru sana na niwashukuru kuwa mko Dodoma. Tutaendelea kushirikiana katika shughuli mbalimbali ili tuweze kufikisha azma hii ya nchi yetu na ndoto ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha Watanzania hasa wanawake wanatumia nishati safi ili kuondoa madhara yanayotokana na matumizi ya nishati isiyo safi ambayo imekuwa na athari za kiafya, za mazingira na nyingine nyingi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Dodoma Bikoleta Kiwale, ambaye ni katibu tawala msaidizi section ya utumishi wa rasilimali watu mkoa wa Dodoma, amesema mitungi hii imegawiwa katika wilaya 7 za Dodoma.
kama alama ya kuwakumbusha wananchi maono ya Mheshimiwa Rais ya kutunza mazingira na maono ya Mheshimiwa Rais ya kukuza na kuendeleza matumizi ya nishati safi. Na mkuu wa mkoa wa Dodoma amepokea mitungi 100 na wilaya zote zimegaiwa mitungi ikiwemo wilaya ya Dodoma, na mimi kama mwakilishi au kama mlezi wa wilaya nimepokea hiyo mitungi na nitaiwasilisha kwa mkuu wa wilaya ya Dodoma, Mheshimiwa Shekimweli. Na Mheshimiwa Shekimweli ataweka utaratibu wa kuwapatia wananchi kwa lengo pia la kuwahamasisha kutumia nishati safi, kuondokana na matumizi ya nishati chafu ambayo inaharibu mazingira na pia inachangia katika kuleta mabadiliko hasi ya tabia nchi ambayo yanaleta pia athari kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kwenye mazingira. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha gesi ya Puma Gas Bwana Jeffrey Nasser amesema wameendelea kushirikiana na serikali kuwafikia Watanzania katika kuhakikisha wanatumia nishati safi ya kupikia na salama. Kwa hivyo na sisi tukasema kwamba itakuwa ni vyema kampuni ya Puma kupitia bidhaa yake ya gesi kuweza kushiriki katika hii siku ya Mama Samia Day hapa mkoani Dodoma kwa kugawa mitungi ambayo tunajua inaenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Kama mnavyojua sasa hivi rais wetu Mama Samia ndiye kinara wa mabadiliko haya ya kutumia nishati safi kutoka kwenye nishati ambayo si salama, ambayo inaleta madhara kwa watumiaji. Ni kweli ukuaji wa matumizi ya gesi umekuwa kutoka 6% mpaka 10% kwa pasenti, na hiyo ni nishati ambayo ni kiwango kikubwa. Generally kwa kutokana na taarifa ambazo zilitolewa jana, ukuaji, yani mabadiliko yamefanyika kwa 16%, kutoka 6% mpaka kwenda 16% ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tangu ambapo kampeni hii ilianzishwa mwaka jana. Kampuni ya gesi ya Puma imegawa jumla ya mitungi 100 ambayo itagawiwa katika wilaya zote 7 za mkoa wa Dodoma. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Ismail Ali Ussi amesema wameridhishwa na miradi mbalimbali ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Nora Damiani na taarifa kamili. Kiongozi huyo ameyasema hayo wakati Mwenge wa Uhuru ukiwa wilayani Temeke, ambapo umekagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa kituo cha polisi kinachojengwa katika kata ya Tuangoma na hospitali ya wilaya inayojengwa katika eneo la Chamazi. Leo hii serikali yetu hii kupitia viongozi hawa waliopewa dhamana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia wamekuwa wakitii maelekezo hayo, lakini pia wanatii wakishirikiana na madiwani katika manispaa yetu ya Temeke, kwa sababu Mwenge wa Uhuru unaenda kumulika yale maendeleo ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja. Hapo kituo hichi cha polisi kitaenda kuwasaidia wananchi walio wengi, kitaenda kuwaonesha wale wahalifu wetu ambao wako maeneo haya ya karibu jinsi gani kitaenda kutoa hukumu kwa maeneo haya. Ombi langu kwa wananchi wa eneo hili la Tuangoma, tuhakikishe tunakitunza na kukilinda kituo chetu hichi cha polisi. Lakini pia tunawapa mashirikiano wahusika ambao watakafanya kazi katika jimbo hili. Nawashukuru sana wananchi wote wa Tuangoma. Ninawashukuru sana wananchi wote wa Temeke. Niendelee kumshukuru sana rais wetu mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kituo hichi kitakuwa na hadhi ya klasi C. Lakini nimeambiwa kwamba pamoja na kuwa na hadhi ya klasi C, lakini kitapewa huduma zote za klasi B, ikiwepo magari, ikiwepo wakuu wa kituo na wapelelezi. Kwa maneno mengine, kituo hiki sasa kitakuwa kinajitegemea kwa kiasi fulani. Wahalifu wakitoka hapa, tuna uwezo wa kuwapeleka mahakamani moja kwa moja. Watu wa Mbagala hususan watu wa Ngoma, hatuna deni na Mheshimiwa Rais. Mambo makubwa tuliyoyataka ametuletea. Tunamshukuru sana na tunasema kwa sasa sisi ndiye anatudai. Ikifika mwezi Oktoba
tunaenda kulipa deni na nyongeza kwa mama yetu, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mwenge wa Uhuru unaendelea kukimbizwa katika mkoa wa Dar es Salaam ambapo miradi 36 yenye thamani ya shilingi bilioni 79 inatarajiwa kukaguliwa. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Hii ni Sky TV, unatazama ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezitaka halmashauri zote nchini kuweka vituo vya kuchakata na kutenganisha taka. Na katika habari za kimataifa, Bill Gates atangaza kuipatia Afrika dola bilioni 200. Na kwa upande wa michezo, Yanga yapigia hesabu wajerajera Tanzania Prisons kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ameagiza kutengenezwa kwa mfumo utakaokuwa unafanya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mafunzo mbalimbali yanayotolewa kwa wadhibiti ubora. Amina Ngahewa kutoka mkoani Arusha ametuandalia taarifa kamili. Rai hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya matumizi ya mfumo wa kidigiti kwa wadhibiti ubora wa shule wa viongozi wa elimu ngazi ya mkoa, halmashauri, maafisa udhibiti ubora wa shule na TEHAMA kitaifa kwa awamu ya pili mkoani Arusha. Mwalimu nimemfundisha kule anakoenda kufundisha, nani atamfanyia tathmini kuona kama kweli amedeliver kinachotakiwa? Naomba mtafakari juu ya eneo hilo, sababu kuna changamoto ya cascading models za training. Tunajua mageni ananiangalia, lakini ni lazima, hiyo ndio namna bora ya kuenenda kulingana na resources tulizokuwa nazo. Je, wale ambao wamekuwa wawezeshaji wameweza kudeliver kile kilichotakiwa huko kwa wadau wengine? Kuna mfumo gani ambao tunauweka wa kuwafuatilia au kuwasaidia kuhakikisha kwamba kweli ile dozi aliyoipata hapa ndio dozi ambayo anaipeleka kwa wale wadau wengine? Kwa mkurugenzi, tuangalie mfumo mahiri mzuri wa kuwafuatilia hawa TOTs kuona kweli kile kinachokwenda kufundishwa kule ndicho ambacho wamefundishwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa udhibiti ubora wa shule Efraimu Simbeye anatoa wito kwa watendaji hao kwenda kusimamia mafunzo katika ngazi zao za elimu. Niwaombe sana watendaji wenzangu wa RIOs, DOs kwenda kusimamia mafunzo haya kwenye ngazi zenu zote, kuanzia shule hadi ngazi ya mkoa. Lakini TOTs ambao mmeletwa mahali hapa, niwaombe muweze kushiriki kikamilifu na kuelewa namna na jinsi mfumo unavyofanya kazi ili tupate mafanikio makubwa katika utekelezaji kwenye idara ya udhibiti ubora wa shule. Nao washiriki wa mafunzo hayo wanaeleza namna mfumo huo utakavyorahisisha utendaji kazi wao. Tutusaidia kufanya ufuatiliaji wa kazi za udhibiti ubora wa shule na kuona gaps, wapi kuna gap na mahali pa kufanyia kazi kwa urahisi zaidi. Nitakuwa na uwezo wa kusimamia shughuli zote zinavyokuwa zinafanyika katika mfumo huu, lakini pia kuna kuwawezesha wale wale wanaoenda kutumia mfumo. Endapo pale wanapokuwa wanaenda kukwama, maana yake mimi nitakuwa niko kipaumbele kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Mafunzo haya yanatarajiwa kufikia mikoa 26 ambapo kwa sasa yapo katika awamu ya pili yakitarajiwa kutolewa katika mikoa 17, huku awamu ya kwanza mafunzo hayo yalitolewa katika mikoa 9 yakiwa yamejikita katika kuangalia namna ya kufanya tathmini kwa kupitia mfumo, kuangalia taarifa za tathmini za ubora wa shule katika mifumo na jinsi ya kuwezesha watumiaji wengine wa mifumo. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Na wajasiriamali 131 wilayani Chunya wamepewa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa kukabidhi hundi ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa vikundi 131 wilayani hapo, Masacha amevitaka vikundi hivyo kuzitumia fedha hizo kwenye miradi iliyopangwa na kuzirejesha kwa wakati. Ndugu washiriki, leo peke yake tutapokea hundi yenye thamani ya bilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu, na katika kila kikundi fedha hizi tuzitumie kwa usahihi ili tuendelee kuongeza kipato kwenye
familia zetu, kwenye kikundi chetu na kwenye jamii inayotuzunguka. Waombe ndugu zangu, tuzipokee hizi fedha na sisi tukazitekeleze kwa kadri mkataba ambao tutakuwa tumesainishana leo. Vikundi vyetu viendelee kuwa imara, tuendelee kuzalisha na tuendelee kurudisha mikopo ili baadaye waweze kukopa watu wengi zaidi. Mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii Marieta Mlozi ametoa mikakati ambayo idara imewekwa ikiwemo kutoa elimu ya mikopo ya 10% kwenye mikutano mbalimbali ya kata. Mikakati ambayo idara imejiwekea ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kuendelea kutoa elimu ya mikopo ya 10% iwe agenda ya kudumu kwenye mikutano mbalimbali ya vijiji na kata. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tutaendelea kuhamasisha na kuwatia moyo vikundi vilivyosajiliwa ambavyo havijafanikiwa kupata mkopo ili kuanzisha miradi mbalimbali ya uzalishaji ili waweze kujitegemea na kuwa endelevu. Pia tutaendelea kutoa mikopo kila robo kwa mujibu wa mwongozo. Mwongozo unatutaka tutoe mikopo kila robo, hata kama ni shilingi milioni 20 iliyopatikana iliyotengwa na kuwekwa kwenye mfuko, tutoe kiasi hicho hicho. Kwa tutaendelea kufanya hivyo. Baadhi ya wanufaika wa mikopo ya 10% wameshukuru serikali kwa kuwapatia mikopo hiyo, huku wakieleza namna itakavyowasaidia. Kwa mikopo hii ambayo tumepata, naamini kabisa itatutoa hapa tulipo na kutusogeza sehemu nyingine. Hata hiki nilichokipata naamini binafsi itaniletea manufaa. Kwa hiyo ile faida nitayoipata naamini kabisa itanipa maslahi kwa ajili ya kusomesha watoto. Shukuru sana rais wangu pamoja na wenyekiti na mabunge wameweza kutusaidia katika mikopo hii. Katika biashara yangu naamini nitakwenda kujiendeleza na kuweka akiba yangu ambayo nitaiweza kuirejesha kwa wakati. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Wanafunzi wa shule ya sekondari Halunga iliyopo wilayani Mbozi mkoani Songwe wameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuwapatia vifaa vya maabara pamoja na kuwezesha kujengwa kwa maabara ya kisasa shuleni hapo. John Kiango kutoka mkoani Songwe anaarifu zaidi. Katika hatua ya kuinua elimu ya sayansi nchini, wanafunzi wa shule ya sekondari ya Lungu iliyopo wilayani Mbozi mkoa wa Songwe wameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuwapatia vifaa vya maabara pamoja na kuwezesha kujengwa kwa maabara ya kisasa shuleni hapo. Wakizungumza na Sky TV, baadhi ya wanafunzi wamesema ujio wa maabara hiyo umeongeza ufanisi mkubwa katika kujifunza masomo ya science kwa vitendo. Maendeleo hii ya awamu hii ya 6 nimeona ni makubwa sana kwa upande wa shule yetu, kwa sababu ukiangalia hata kwa hapa shuleni petu hapo zamani tulikuwa tunawaba vifaa vya maabara vya kujifunzia vitu vingi, ila kwa sasa hii awamu ya 6 imetusaidia mpaka sasa tuna vifaa vingi vya kujifunzia kama mnavyoona hivi, vifaa vingi na kuwepo kwa vifaa hivi vimeongeza ufaulu kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu hapo zamani tulikuwa tunashindwa kusoma haya masomo ya sayansi kwa sababu tulikuwa tunawaga vifaa. Sasa hizi wanafunzi wengi tunajiingiza katika masomo ya sayansi kwa sababu vifaa tunavyo vingi vya kujifunzia. Kuwepo kwa hiyo vifaa vya sayansi vimetuongezea ufaulu kwa sababu huwa vinatusaidia katika kufanya mazoezi mengi. Kwa hiyo inatupa uzoefu na matokeo yanakuwa mazuri zaidi. Tofauti yetu ni kwamba kwanza shule za mjini zina wanafunzi wengi na shule za kijijini zina wanafunzi wachache. Kwa shule za kijijini inakuwa ni rahisi kufanya mazoezi kwa sababu wanafunzi wanakuwa sio wengi kama mjini. Mimi ninavyoambia serikali, naomba izidi kutusapoti zaidi kwa kutuongezea vifaa ili tuzidi kufanya mazoezi na ufaulu wetu uwe mzuri zaidi. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule hiyo Bi Elina Mwalende amesema kabla ya kuwepo kwa vifaa hivyo, changamoto kubwa ilikuwa ni ukosefu wa maabara, vifaa vya kufundishia na walimu wa masomo ya science, hali iliyokuwa ikikwamisha maendeleo ya taaluma kwa wanafunzi hasa katika masomo ya science. Awali mazingira yalikuwa sio rafiki sana kwa wanafunzi kwa sababu maabara zilikuwa hazijakamilika, zilikuwa hazina vifaa vingi vya kutosheleza wanafunzi na hata walimu wa sayansi wenyewe walikuwa hawatoshi. Kwa hiyo baada ya awamu ya 6 hii hapa nina walimu wa sayansi wa kutosha, nina vifaa vya maabara vya kutosha, hata maabara zenyewe zimekamilika. Kabla vifaa hivi havipo kulikuwa na ugumu sana wa kufundishia. Maana tu walikuwa wanasoma kinadharia.
Kwa kumfundisha mwanafunzi kinadharia ni ngumu, sio rahisi kuelewa kiurahisi, lakini ukiingia kwenye vitendo ni rahisi zaidi. Na baada ya hapo sasa watoto kuanza kufundishwa kivitendo, huwa hata matokeo yameanza kuongezeka, yaani ufaulu unaongezeka. Uwepo wa vifaa vya maabara na majengo ya kufundishia umesaidia kuinua kiwango cha elimu na kuongeza hari ya wanafunzi kujifunza masomo ya science kwa bidii. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi ni John Kiango wa Sky TV. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imekamilisha matengenezo ya barabara ya Mlowo Mpito Isansa yenye urefu wa kilomita 13.4 kwa kiwango cha changarawe wilayani Mbozi mkoani Songwe. Barabara hiyo ambayo ina umuhimu mkubwa kwa vijiji vya Watere, Isansa, Makua na Iwezi ambavyo vinajishughulisha na kilimo cha mazao ya kahawa, mahindi na karanga ilikuwa na changamoto kubwa ya ubovu, hali iliyopelekea wakazi wa vijiji hivyo kuzunguka kilomita 45 ili kufikia katika mji wa Mlowo kwa ajili ya kulifikia soko. Akizungumza katika mahojiano, msimamizi wa mradi huo kutoka TARURA wilaya ya Mbozi, Mhandisi Fredi Mlowe amesema amebainisha kuwa barabara hiyo ilikuwa na changamoto kubwa. Mimi kwa majina naitwa Wikendi Esri Maenge, ndiye mwenyekiti wa mtaa wa shule. Nishukuru serikali kwa ajili ya barabara hii. Hii barabara miaka mingi imekuwa ni tatizo sana, ilikuwa ipitika. Lakini baada ya kutengeneza mitaro imekuwa ni 40. Sasa hivi barabara iko vizuri na wameitengeneza kwa kiwango kizuri. Kwa kweli hata tunashukuru hata wakandarasi wamefanya kazi kwa moyo mzuri. Ni barabara ambayo inabeba watu wengi. Vijiji vingi vya huko Watelele, Makua, Iwezi vinategemea hii barabara, lakini wakazi wengi wa Mlowo ndio sehemu ambao wanategemea sana kwa kilimo, ukanda huu wa ng'ambo huu. Kwa hiyo wanategemea sana. Kwa hiyo barabara ni barabara muhimu mno. Ndio maana muda wote iko bizi, hata ukiangalia muda wote iko bizi. Watu wa Mlowo wengi sana wanategemea kilimo na hii barabara ni barabara kuu hasa kwa kitongoji chetu hiki, lakini watu wa majirani zetu wanaitegemea hii barabara kwa sababu mji wa Mlowo umeshakuwa mji ambao unategemewa na watu wengi hasa wa pembezoni. Kwa hiyo hii ni barabara kuu, hakuna njia nyingine. Kama unavyoona hii reli, hii ndio barabara tu ambayo inabeba vijiji vingi sana vya huko. Kwa hiyo kuna mrundikano wa watu wengi, magari mengi. Kwa hiyo ilikuwa ni barabara ambayo inatumika, lakini tulikuwa tunapata shida sana kufuatana na jinsi ambavyo ina muhimu, lakini ilikuwa ni mbovu. Kwa majina naitwa Tumaini Kalinga, natokea kitongoji cha Mlowo. Kwa kweli tulikuwa na changamoto nyingi. Kama sisi wamama wajasiriamali wadogo wadogo, tulikuwa tunapata shida sana kusafirisha mizigo yetu. Lakini kwa sasa barabara iko vizuri, mizigo yetu tunasafirisha vizuri. Mwanzoni kabla barabara haijatengenezwa, gunia la mahindi kutoka kijijini Isansa kufika Mlowo ilikuwa kama 3,000. Kulingana na usafirishaji ulikuwa mgumu sana, barabara ilikuwa mbovu. Lakini kwa sasa ni 2,000 tu. Barabara iko vizuri sana. Na wamama tunafanya biashara vizuri sana. Kwa jina naitwa Dr. Forward Mponda. Natokea kijiji cha Terere, kitongoji cha Ibula. Mimi ni mkazi wa Ibula. Nafanya bodaboda mtaa wa Satunduma, karibu na relini, karibu na daraja la reli. Kwa changamoto za hii barabara ninavyotambua, kwa kipindi cha kifuku huwa ilikuwa inasumbua sana, lakini baada ya kuja wakandarasi kuitengeneza, kweli tunashukuru wametutengenezea njia inapitika kwa kipindi cha kiangazi. Hata kwa kifuku kabla kiangazi hakijaingia tuliona ilikuwa bora. Kwa sababu gani? Walikuja wakaitengeneza barabara vizuri na wameweka mitaro kwa kuijenga kwa kutumia simenti. Mitaro inavutia, hata barabara pia inapitika kwa ufasaha. Tunafika tunakotaka kwenda, huwa tunaenda na tunarudi salama. Kwa jina naitwa Mhandisi Fredi Joseph Mlowe kutoka katika ofisi ya TARURA wilaya ya Mbozi. Awali yote tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kutuletea fedha za TARURA shilingi milioni 246 na laki 8 ambazo
katika pesa hizi zimeelekezwa moja kwa moja katika matengenezo ya barabara ya Mlowo Mpito Isansa. Awali barabara hii ilikuwa ina changamoto kubwa sana, hususan mifereji ya maji ambayo maji asilimia kubwa yalikuwa yanakatisha katikati ya barabara, na makalavati ilikuwa ina upungufu wa makalavati ambayo kwa asilimia kubwa yalipelekea wananchi kuweza kushindwa kupita katika vivuko hivyo. Faida ya barabara hii, baada ya matengenezo ya barabara hii, sasa hivi wananchi wanaweza kupita kiurahisi. Katika swala la afya, kuna kituo cha afya kinaitwa kituo cha afya cha Isansa ambacho kimekuwa sasa kinarahisisha katika usafirishaji wa wagonjwa kuweza kufika katika hospitali ya wilaya ya Mbozi. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na nikirejea hapa tutaungana na Godilines Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary Schools zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673336199 au 079496 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godilines Gaspar. Majaribio ya kilimo cha tumbaku ya kukausha kwa jua wilayani Gairo mkoani Morogoro yameonyesha matokeo mazuri, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwataka wakulima kuchangamkia fursa ya kilimo cha tumbaku ya kukausha kwa teknolojia ya jua ambayo itasaidia kukabiliana na uharibifu. Lakini teknolojia hiyo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wakati anafanya ziara yake mkoani Morogoro. Alipofika pale kwenye kiwanda cha Mkwawa, Mheshimiwa Rais akasema tuhamasishe wakulima wengi zaidi kwa ajili ya kuingia kwenye kilimo hiki cha kukaushia kwa jua. Kwa sisi kwenye wilaya yetu ya Gairo mwaka huu tumeanza majaribio yetu ya kwanza. Na majaribio yetu ya kwanza yameanza kuonesha matokeo mazuri, yameanza kuonesha manufaa. Kwa yale pale ni mabani ambayo yamejengwa kwa ajili ya
Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea mashamba, mkuu wa wilaya ya Gairo Mheshimiwa Jabiri Makame amesema wakulima wa Gairo wanayo fursa ya kunufaika na kilimo cha tumbaku kutokana na uwepo wa kiwanda kikubwa cha tumbaku mkoani Morogoro, Mkwawa Lifu, ambacho hakipati tumbaku yoyote kutoka mkoa wa Morogoro. Lile joto ndo linasaidia kuweza kuikausha tumbaku iliyoko pale. Hatutumii kuni kuweza kukausha hii tumbaku. Ndio tumbaku ya kukausha kwa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo ni ya jua, teknolojia ambayo ni rafiki kwa mazingira. Zao la tumbaku ni moja ya mazao matatu ya kimkakati ambayo wilaya ya Gairo imejipanga kuyalima kwa nguvu, kuwasaidia wananchi kupata kipato ili kuondokana na umasikini, sambamba na kuiwezesha halmashauri kuondoka katika halmashauri zenye mapato kidogo. Hii imeshakauka, kwa hiyo kesho inaluguliwa. Kuluguliwa maana yake ni kufumua kamba hizo na kuweka kwenye turubai na kuanza kuipeki, ambayo iliyokauka migongo kuipeleka store, na iliyobakia kwenye migongo kuirudia kuisuka tena kuirudishia kwenye banda kuendelea kukauka. Kwa ile ambayo itakuwa imeshakauka tayari mnaenda kuweka store kwa ajili ya maandalizi ya sokoni kupeleka kwenye mnada, ambao kwa mujibu wanadai mnada huo utakuwa nani hapo Dakawa. Dakawa ndio kwa mnada. Kwa hiyo itauzwa kwa mnada. Itauzwa kwa mnada. Sio yule Mkwawa. Ndio yeye mwenyewe, lakini wanauza kwa mnada. Bafu mpaka sasa hivi tumeshavuna mara mbili. Kwa hiyo yale pale ndio mabani. Yale ndio mabani yenyewe, na ile pale ni bani la kuvumbikia. Ile pale bani la kuvumbikia. Ukishatoka kuvumbika ndo unaingiza kwenye mabano ambayo ya kukaushia kwa njia ya jua. Kwa njia ya jua. Kwa hiyo maana yake pale unaweza mkaona vipi mzee? Unaweza ukaona pale hatutumii kuni kwa ajili ya kukaushia hii tumbaku. Tunachokifanya pale, ile nylon ambayo tumefunika pale ndio inatengeneza joto. Mazao mengine ya kimkakati ni pamoja na parachichi, viazi mviringo ambayo yameanza kulimwa katika tarafa ya Nongwe na kuonyesha matokeo chanya kwa wananchi wa wilaya hiyo. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godilness Gaspar. Biashara na uchumi. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana na mimi, hii ni Sky TV, na moja kwa moja kwa sasa naungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo kubwa zaidi huko ni Bill Gates ametangaza kuipatia Afrika dola bilioni 200. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga, karibu. Bilionea wa Marekani Bill Gates ametangaza leo Jumanne kwamba kiasi kikubwa cha mapato ya wakifu wa Gates ya dola bilioni 200 kitatumika barani Afrika katika kipindi cha miongo miwili ijayo. Gates ambaye Mei 8 alisema kuwa ataufunga wakifu huo ifikapo mwaka 2045 ametoa ahadi hiyo alipokuwa akiwahutubia viongozi wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Amewaambia viongozi hao sehemu kubwa ya fedha hizo zitaelekezwa katika utatuzi wa changamoto barani Afrika, huku akiwahimiza kuimarisha sekta za afya na maendeleo kupitia ushirikiano na uvumbuzi.
Aidha, ameyataja mataifa ya Ethiopia, Msumbiji, Nigeria, Rwanda, Zambia na Zimbabwe kama mifano ya nchi zinazoonesha uongozi thabiti unaokuza uvumbuzi. Kwingineko, mamilioni ya raia wa Korea Kusini wanapiga kura hii leo kumchagua rais mpya katika uchaguzi wa mapema baada ya Rais Yoon Suk Yeol kuondolewa madarakani. Kura zote za maoni zimemweka mbele mgombea wa kiliberali Lee Jae-myung, huku utafiti wa karibuni uliofanywa na shirika la Gallup ukionyesha 49% ya washiriki wakimchukulia kama mgombea bora zaidi. Kim Moon-soo wa chama cha kiafidhina cha People Power PPP alimfuatia Jae-myung kwa 35% kwenye utafiti huo. Yeyote atakayeshinda kwenye uchaguzi huo atalazimika kuanza mara moja kushughulikia masuala kuanzia ya kiuchumi, kiwango cha uzazi na udhibiti wa mipango ya silaha inayozidi kuimarika ya Korea Kaskazini. Tuelekee nchini Uholanzi. Serikali ya muungano nchini Uholanzi imesambaratika baada ya kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Geert Wilders kukiondoa chama chake kufuatia mvutano kuhusiana na uhamiaji. Wilders alitishia kukiondoa chama chake cha PVV siku ya Jumapili hadi pale muungano huo wa vyama vinne utakapokubaliana na mahitaji yake ya kuwekwa kanuni kali dhidi ya waombaji hifadhi. Mpango wa chama chake wenye vipengele 10 ulijumuisha hatua kama vile kufungwa kwa mipaka na vituo vya kuwapokea waomba hifadhi, kuhitimisha mpango wa kuziunganisha familia za wakimbizi waliotambuliwa. Na hatimaye maafisa wa afya wa Palestina wamesema vikosi vya Israeli vimewafyatulia risasi watu waliokuwa wakienda kwenye eneo la ugawaji wa misaada leo Jumanne na kuwaua 27 kati yao. Hili ni tukio la 3 la aina hiyo kutokea katika kipindi cha siku 3, lakini jeshi limedai liliwafyatulia risasi watu wachache walioonekana kuacha njia waliotakiwa kupita na kuwasogelea wanajeshi wake huku wakipuuza maonyo. Matukio haya yameanza kujitokeza baada ya Israeli na wakifu unaoungwa mkono na Marekani na kupingwa na Umoja wa Mataifa na mashirika kadhaa ya misaada kufungua vituo vya kugawa misaada ndani ya maeneo ya kijeshi ya Israeli. Jeshi hilo aidha limesema linachunguza ripoti hizo za kuwashambulia raia. Umoja wa Mataifa umelaani matukio hayo ya kuwazuia watu kupata chakula, ukisema yanaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Ni Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, na moja kwa moja kwa sasa mtazamaji tunapata mapumziko mafupi, na tukirejea hapa tutaungana na mwanamichezo Lai Said atujuze kwenye michezo kunani, japo gumzo kubwa ni wananchi Yanga wameanza maandalizi kujiunga na mchezo dhidi ya wajerajera Tanzania Prisons. Wengi wanajiuliza kunani, kwa nini Tanzania Prisons na wala sio Simba? Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa
mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu, safari moja amazing. Bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lahi Saidi. Na tukianzia hapa nyumbani ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kimewasili salama Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa kirafiki wa kimataifa dhidi ya Bafana, mchezo ambao utapigwa Juni 6, lakini pia kujiandaa na michuano ya Kosafa dhidi ya Eswatini pamoja na Madagascar. Katika kuelekea mchezo huo, mjumbe wa kamati ya utendaji TFF na mkuu wa msafara wa timu hiyo James Mhagama amezungumzia mchezo huo na kusema watahakikisha wanafanya vizuri kuweza kupata matokeo mazuri. Namshukuru Mungu tumefika salama, na kama ulivyoona tumefika salama tayari kwa mapambano, na sisi kama team au kama shirikisho tumekuja kupambana pamoja na kuwa na mchezo mmoja friendly match, lakini tumealikwa. Lakini kama ujuavyo, kwenye kualikwa ni sehemu pekee ambayo kwenye football ni sehemu pekee ambayo hutaki kuona aibu. Unaalikwa na unakuja kufanya kweli. Kwa hiyo sisi hatuja kuja kuona aibu. Tumealikwa na tunahakisha tutafanya kweli ili kuhakisha tunapata nafasi na kuchukua kombe na kurudisha nyumbani kwetu. Na tuelekee pale Jangwani ambapo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amezungumzia kuhusiana na timu hiyo ambapo tayari wameshaanza maandalizi kuelekea mchezo wao wa Juni 18 ambapo Yanga watacheza dhidi ya Tanzania Prison ikiwa ni muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini Ali Kamwe amezungumzia pia kuhusiana na vijana ambao wameonekana wakifanya mazoezi ndani ya kikosi hicho. Yes, maandalizi yanakwenda vizuri. So far tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji ambao hawakupata bahati ya kuitwa kwenye timu zao za taifa wote wameripoti hapa KMC na tulifungua kambi yetu Juni mosi. Wachezaji wote ambao wako hapa wapo kwenye hali nzuri, na tunaamini kwa maandalizi ambayo yanaendelea hapa, hii michezo miwili ya mwisho ya ligi ambayo tunakwenda kuicheza, tutakwenda kupambana na tupate matokeo mazuri inshallah. Yes, kuna ongezeko la wachezaji 4 kutoka timu yetu ya vijana ya under 20, na nichukue fursa hii kwanza kipekee kabisa kumpongeza rais wa klabu yetu Engineer Said, kupongeza pia kamati yake ya utendaji. Kuna program maalum ambayo Engineer Said anaifanya sasa hivi kwenye timu zetu za vijana kuja pia kwenye senior team, kwa maana ya kupita vioni kutafuta wachezaji wenye talent.
Hivi kwenye training ya leo tunaye mchezaji mpya ambaye tumemtoa chuo cha kikuu cha Mlimani hapa. Wanakumbuka mashindano ya VIU ambayo alichezwa, top scorer wao anaitwa Hemed. Fikiri wewe watu wengi wanamfahamu. Tayari tumeshamalizana naye, tumeshamchukua, yuko hapa. Tunaye pia William kutoka Mbeya, unakumbuka, ambaye ni mwanafunzi kule Mbeya. Kwa maana tuna hiyo program ya kupita sasa hivi vioni kuhakikisha tunakusanya talent zile na tunakuja kuzipa opportunity kwenye timu za vijana na timu za senior team. Mbeya kwa kifupi kabisa, Mbeya hawana baya. Kwenye hii misimu mitatu ambayo imemalizika hapa nyuma na tumechukua ubingwa mara zote, Mbeya tumetoka pale kwao mara 2 tukiwa na taji. Kama unakumbuka, ubingwa wa kwanza, wa pili tulikuwa tunatokea Mbeya, shuka airport napigwa paredi mpaka Jangwani. Lakini kwa msimu huu kutokana na ratiba, mechi yetu ya ubingwa sasa haitakuwa Mbeya. Kwa hiyo tuwaombe sana wakazi wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kwenye mchezo siku ya tarehe 18. Tu support timu yetu. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu bado Prison unajua hajajua hatima yake kwenye ligi. Kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha Tabora United ambapo leo kimeanza maandalizi katika kuelekea michezo miwili ya kumaliza msimu wa 2024-2025. Na kikosi cha Tabora United kimesaliwa na michezo miwili ambapo Juni 18 watashuka dimbani kucheza dhidi ya matajiri Azam FC na mchezo wa mwisho watamaliza dhidi ya kikosi cha Wanamangushi Coastal Union. Tuelekee kimataifa ambapo kiungo mshambuliaji wa Manchester United Bruno Fernandes amekataa ofa nono kutoka katika klabu ya Al Hilal inayoshiriki ligi kuu ya Saudi Arabia, na Bruno mwenye umri wa miaka 30 mpaka hivi sasa ndiye mchezaji aliyehusika katika upatikanaji wa magoli mengi zaidi, akihusika kwenye magoli 18 ndani ya kikosi cha Manchester United msimu huu. Amefunga magoli 8 na kutoa assist 10. Licha ya kuwekewa dau kubwa mezani, lakini taarifa kutoka barani Ulaya zinasema kuwa Mreno huyo amechukua uamuzi wa kuendelea kucheza soka barani Ulaya kwa kuamini kuwa ndio kwenye soka bora zaidi. Na tuelekee ligi kuu ya kikapu nchini Marekani. Timu ya Phoenix Suns inayoshiriki ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA wapo kwenye mpango wao wa mwisho kupata kocha mpya kwa ajili ya msimu ujao 2025-26. Timu hiyo iliyopokea maombi ya makocha 11 baada ya mchujo kupita, wamebakia makocha wawili ambao ni Johnny Bryant aliyewahi kuwa kocha msaidizi wa New York Knicks, Utah Jazz, na mwingine ni Jordan Ott ambaye amefanya kazi na klabu mbalimbali Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers. Mpaka sasa ni kocha msaidizi wa Cleveland Cavaliers. Phoenix Suns walisisitiza mkataba na aliyewahi kuwa kocha wao mkuu Mike Budenholzer baada ya kuwa na matokeo mabaya msimu huu. Kuna michezo 82 ya ligi, wamepoteza michezo 46, wakishinda michezo 36 tu na kushindwa kuingia playoff za NBA kwa msimu wa 2024-2025 toka wafanye vizuri mwaka 2020. Tuelekee katika burudani. Virginia Paul anakuja na taarifa zaidi. Katika burudani leo ni headline za msanii Ibra baada ya kuachana na Konde Gang. This time around ameweza kutambulisha rasmi timu yake mpya ambayo itakuwa inamsimamia kazi zake, na kupitia video aliyoposti kwenye mitandao ya kijamii, katika ujumbe wake aliandika new family Oya Konde Gang na kuwataja, ambapo main manager wake ni Oya We, lakini pia Don Tao anasimama kama business manager na team member akiwemo Mr. T-Taj. Oya We au City boy tell you what's up. Come on, wamile kili trended. Shout out to my crew, wamile tuko genge, wamile oya we oya beautiful girls give me some. Shout out to my baby. Oya we. Na mtazamaji, taarifa yake Virginia Paul inatufikisha mwisho wa habari za michezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, ni kurejeshe kwake Mindy Joseph atamatishe ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani.
Mtazamaji, na moja kwa moja kwa sasa tunaelekea kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo, ambapo tukianza na mifumo ya upepo ambao unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na hali ya baridi bado inaendelea kutarajiwa na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 9 katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho tunatarajia mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma kiwango cha chini cha joto nyuzi 16. Mwanza kiwango cha chini cha joto nyuzi 20. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto nyuzi 19. Mbeya kiwango cha chini cha joto nyuzi 10. Morogoro kiwango cha chini cha joto nyuzi 18. Arusha kiwango cha chini cha joto nyuzi 17. Na kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa natuhitimishia kipindi cha ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa nafika tamati. Mimi ni Mindi Joseph, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu.